Unaangalia Al-Khair Online TV. Amechagua mama muovu au baba muovu, watoto wanakuja baadaye wanarithi damu ya mama yao au damu ya baba yao. Nyumba inakuwa baba anapiga ngoma, watoto wanacheza. Ndio msemo mmoja wanasema, idha kana rabbul baiti bitabli dariban fala talumi sibyana ala rasi fi. Ikiwa baba ndo amekamata ngoma anapiga, usiwalaumu watoto wakianza kutimka na kucheza ndani ya nyumba, kwa sababu wamerithi kutoka kwa mzazi wao. Ndio maana wanasema maji yakiwa chumvi ni kwa sababu ya ardhi uliochagua kuchimba kisima. Kwa hiyo tafuta mahali ambapo kisima chake ukichimba unapata maji adhbun zulala. Na kwa ajili hiyo pia ndoa kuwa mbaya na mbovu ni kuchagua yule anayekuoa au yule utakayemuoa. Wa khubthul ma min khubthi turab wa khubthun nas min khubthi almanakih. Ubaya wa maji ni ubaya wa kisima kilipochimbwa, na ubaya wa ndoa ni ubaya wa zile ambazo ndoa mwenyewe ulipokwenda kupropose ukachagua kusema mimi naposa hapa, mimi naoa hapa. Ndio maana kusema takhayyaru lilutafikum, chagueni mahali pa kuweka mbegu zenu. Fa innal irqa dasas, kwa sababu damu ni nzito, inaweza kufuata mpaka mtu wa 10 katika familia ambaye kishakufa zamani, lakini zimekamata tabia zile, baadaye zikaja zikaenea katika ukoo wako, katika nyumba yako. Nitaje tu baadhi ya awsaf za wanawake ambazo sio nzuri abada, na kama mtu amezihisi asimchague mwanamke aina hiyo kumweka katika nyumba yake, kwa sababu nyumba itakuwa jahannam, haitakuwa janna. Wanachuoni wametaja aina 10 za wanawake hao, wakisema ukitaka kuchagua mke mzuri uifanye nyumba yako janna, epukana na mwanamke anaitwa al-ahira. Al-ahira ni mwanamke ambaye yeye mwanamume yoyote anamtaka, hatosheki na mume wake nyumbani, na akisikia vidole hivi vinapigwa anadhani anaitwa yeye. Huyu ni kiama kikubwa kinasimama katika maisha, kwa sababu atavunja nyumba, ataharibu kila kitu katika society kwa sababu ya uchafu wake. Al-ahira. Epukana na tabia za watu kama hao. Tabia ya pili, al-muhtali'a. Al-muhtali'a, mwanamke huyu ni mwanamke ambaye ameolewa, lakini kila wakati anataka kujiengua katika ndoa yake. Kila wakati anamtajia mumewe kwamba mimi wakati wowote nitakuacha wewe, wala hutowahi kuniandikia talaka. Yeye hangoji ukampa talaka, yeye ana uhuru, wakati wowote anaweza kukupa talaka wewe mwanamume. Na mara nyingine hawa ni wale wanawake ambao wao wana uwezo, anafanya kazi, anapata hela kuliko yule mumewe. Sasa yuko pale mara zote anamtisha mumewe, na ndio mume mara nyingine yeye huwa hana la kusema, yule mke ndo anafanya anavyotaka na anamtumisha yule mume wake. Kwa hiyo yuko wakati wowote anaweza kuondoka bila ya ruhusa, wakati wowote anaweza kufanya kitu anachokitaka, na yule mwanamume akisema anaambiwa uskut, kwa sababu mimi ndo nakulisha. Hii nyumba unayokaa ya kwangu, hii nguo ulizovaa nimekununulia mimi. Mwanamume gani wewe? Nakulisha mimi, hata shukrani huna, nyamaza, ukizidi hapo nitakuacha. Mwanamume anakaa, basi mke wangu yaishe. Basi baadaye analia la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Huyu ameshamuona wanawake ni wajanja, wakishamuona mwanamume tayari wamemcontrol, watampeleka mbali sana huyu, atapata tabu huyu katika maisha yake, kwa sababu mwanamke mara nyingine anakutizama tu kidogo, anakubip wanasema, anatizama haya situation, huyu kesha huyu, basi atakupeleka spidi kali. Utakuwa wewe unahangaika, ukifika huko mitaani, usije ikachelewa, wife atakasirika, wao wenzako wanawaaga, viatu vinamalizika soli kwa kutembea kumtafutia wife anachotaka. Unakwenda wapi? Wife kanituma. Unakwenda wapi? Naenda kwa wife, namkimbilia. Huyu atafika wakati mpaka sakaratil mauti inampata, anamwambia Israeli, wife ananiambia. Hii itakuwa wife mpaka kaburini, huyu atapelekwa mbali sana. Wanawake mara nyingine ni very powerful, wana nguvu sana.
wana nguvu sana na maisha yao. Ukiona mara nyingine barabarani watu wanasema peke yao, wanataka kugongwa na gari, ujue wanawake tu hao. Mtu anaingia dukani kwa mtu anaiba, wanawake tu hao. Wameambiwa hapa usipokuja na 200,000 hulali, na yeye anatamani kulala na mkewe. Anafanya vyovyote itakapokuwa, aibe, akinyang'anye, azulumu, akamate, arudi akamridhishe wife huyu anaweza kuua. Anaitwa nani? Al-muqtali'a. Yeye ana power ya kumwacha mwanamume. Na mara nyingine nasema wazi, mie kwa taarifa yako siachwi, mimi naacha mie. Talaka yako hii hapa, tia saini tu. Huyu anatimka na kwenda kwa mwingine. Al-muqtali'a. Mwanamke wa tatu anaitwa an-nashiz. Nashiz ni mwanamke ambaye yeye hangojei ruhusa yoyote ya mumewe ya kufanya kitu chochote, na usimuulize chochote, alafu yeye hana twaa, yani aliyetoka katika twaa ya mumewe. Mume akisema chochote, mimi usiniambie habari zako hizo, mimi mwenyewe najua cha kufanya ni kipi. Mwanamke mzuri ni yule ambaye anajua ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Hata akitaka kutoka mahala pote, anamshauri mumewe, anamwambia naomba ruhusa na kwenda mahali fulani, nenda, anakwenda. Naenda mahali fulani, mke wangu usitoke, kaa, anakaa. Haulizi kwa nini, asema mbona wewe unatoka unarudi, mbona wewe uniombi ruhusa ukienda? Hapana. Pale anapoambiwa, anapoelekezwa, ndivyo anapofuata taa ya mumewe. Na Mtume akasema katika hadithi hatari, ukisikiliza inaonyesha fadhila za mume. Sema law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha. Ingelikuwa na uwezo wa kumwamrisha mtu amsujudie kiumbe, ningemwamrisha mwanamke akamsujudia mumewe. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa anasema maneno hayo akijua kwamba mume ana fadhila juu ya mke, na mke japokuwa anazo na yeye fadhila, lakini kiongozi wake pale ni mume. Kwa hiyo hawezi kwenda mahali bila ya kumtaka amuombe ruhusa, apewe idhni, afanye jambo kwa amri yake, kwa ridhaa yake. Lakini nashiz ni yule ambaye anakataa hayo yote, taa ya mume. Inaitwa nani? Nashiz. Mwenye sifa ya nne, tumetoka al-ahira, al-muqtali'a, al-mutabahiya. Mwenye sifa ya nne, al-mutabahiya. Al-mutabahiya ni mwanamke mwenye tabia ya kujisifu mbele ya mumewe na mbele ya watu wengine. Kama vipi? Mie hivi nilivyo, Mungu amenijalia, wewe hujafanana na mimi katika kitu chochote, umebahatika sana. Tena nashangaa mwanamume wewe unipate mke kama mimi, ama wewe umebahatika. Mutabahi anajiona mbele ya mumewe. Na huko kwa wanawake wenzake, mnaona hizi dhahabu zangu, mnaona nguo zangu, mnaona mapambo yangu, mnaona vipi? Anafanya mufakhara, wakati mtu hatakiwi kujifakhirisha. Na hata kama una neema, kuwaambia watu wengine ni kuambia ni usuduni, nifanyieni mambo mabaya. Kwa hiyo almutabahia pia sio akhlaqi nzuri za kujisifu mbele ya mumeo, za kujiona kwamba wewe ni zaidi yake, yeye amebahatika sana. Kama sio kufanywa favor tu na watu fulani, asingekupata, maana wewe ni ghali kuliko mwanamke yoyote mwingine. Hizi ni tabia chafu. Alafu zinakuja sifa nyingine 6 baada ya hizi 4. Anasema al-annana. Al-annana ni mwanamke ambaye yeye kila ukiingia ndani ya nyumba anakuambia naumwa. Kila mara yeye anaumwa, mwaka mzima yeye anaumwa. Unaingia nyumbani, mke wangu vipi? Kiuno kidogo kinauma. Na haumwi huyo, ni mvivu, pengine hataki kupika, pengine hataki kusumbuliwa, yeye ana mambo yake mengine anamshughulisha. Al-annana kathiratul anin. Anin kila mara kidole, kichwa, nywele, meno, masikio, sijui kitu gani, yeye anaumwa tu. Basi sogea huku kidogo mke wangu, leo naumwa usiniguse. Kila siku huyo anaumwa. Al-annana. Na wanawake aina hii huwa ni wavivu, hawapiki, hawafagii nyumba, hawana kitu chochote cha busara nyumbani. Inakuwa mara nyingine unaweza kufika nyumbani kuona takataka zimerundikana mahali, hazichukuliwi zikatupwa kwa sababu wanaumwa.
ukifika basi nisaidie angalau kosha vyombo kidogo, mume wangu hapo leo nimechoka kidogo. Wewe kama unampenda ndio unakwenda unakosha vyombo, alafu baadaye unaweka kwenye rafu. Sasa nani atapika leo? Kidogo mambo si malevu, basi angalau chips kaanga hapo, kesho mimi. Unaingia jikoni na kaanga chips, yeye ananyanyuka alafu anakuja kula. Haumwi kusema kwamba mimi naumwa, si anakuja kula basi yeye kila siku anaumwa. Wapo hao. Na mwingine anaitwa Al-Hannana. Al-Hannana ni mwanamke ambaye yeye zamani alikuwa ameolewa na mume mwingine. Alipoachika kule, umebahatika wewe kwenda kumuoa. Sasa kila siku anakusimulia mambo alikuwa akifanya na mume mwingine. Kila siku anakuambia habari za historia alipokuwa kwa mume mwingine. Umeleta angalau kuku, fulani alikuwa ananunua kuku wawili mpaka watatu, wewe unaleta mmoja tu. Basi na wewe kesho unajitahidi unaleta wawili na watatu, maana hutaki kushindwa na wewe. Haya, ikifika kesho fulani, mie siku za weekend kama hizi anamtoa huko, tunaenda huko Bugarama, huko tunakwenda tunaenjoy. Fulani wallahi wewe ndio umtoi, na basi mke wangu kesho tutakwenda. Wewe unataka kuwa sawa wakati watu hawawezi kuwa sawa. Naridhika na kile ulichokipata. Huyu si yule. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ukitaka kushukuru neema za Mungu, mtizame alikuwa chini yako. Sasa huyu anaanza kukompea. Fulani mie hivi. Kile unachokifanya anaona bado hujafikia ile standard au kile cheo au pale alipokuwa akifanyiwa na mume yule wa zamani. Sasa anakutia wewe kwenye vishindo kwamba uingie katika competition ya yale mengine alikuwa anafanywa kule. Na wewe huna uwezo, mathalan pengine yule aliyopita alikuwa na uwezo mkubwa, fulani mie kila mwisho wa mwezi akiniachia hizi 300,000 400,000 kwa ajili ya vitu vidogo vidogo tu, wewe ndio uniachie chochote, ndio majaliwa yangu. Lakini kama kwamba hataki, lakini anakuambia fanya kama vile alivyokuwa akinifanyia mwingine. Huyo anaitwa nani? Al-Hannana allati tahinnu ila hayati zawjiha al-awwal. Bado anataka maisha kama yale ya zamani, na haiwezi kuwa sawa. Mwingine anaitwa Al-Mannana. Al-Mannana ni mwanamke yule ambaye msimbulifu, yani huyu pia anakuwa na uwezo, anakununulia mara nyingine kanzu, anakununulia viatu, hata gari anakununulia, lakini ukimkosea kidogo tu, wewe hiyo gari si nimekununulia mie, hizo nguo unavaa wewe, pesa ya nani hiyo? Na hii nyumba unakaa, nyumba ya nani? Nipe ufunguo wangu, chukua masuruali yako, toka. Al-Mannana msimbulifu, kwamba kila kitu nataka kuonyesha watu kwamba mfanyaji ni yeye. Kwa hiyo anasimulia mambo yake ambayo anamfanyia mume wake. Baadaye anakuja Al-Barraqa. Al-Barraqa ni mwanamke ambaye huyu kwa kujipamba nambari 1, lakini kujipamba kwake kuwe kuna shughuli ya harusi, amealikwa mahali nyumbani kwake, hapana. Al-Barraqa kila mara uso unamemetuka, makeup 10 akikaa kwenye makeup kioo hapo haondoki chini ya dakika 50, yuko pale tu, uso namna unavyorembeshwa. Na akiona vile tu mume anajua mke wangu leo kuna shughuli anakwenda. Hakuna shughuli ashughuliki. Anakanda unga wake, anatengeza chapati na maandazi, alafu analala hivyo hivyo, hata kukoga hakogi. Lakini siku ya harusi anamsahau yule mume, mwenyewe anasahau, kumbe na mke mzuri. Lakini siku za harusi saa nyingine hata anasahau, anapishana naye barabarani, angalia mwanamke yule chuma huyo, mkeo huyo, kwa sababu hakuzoea kuona mandhari yale. Maskini wanaenda kuonyeshwa watu wengine huko, alafu hata akirudi usiku, nimechoka, yale mapete yote yanavuliwa. Tena anamwambia mume wangu nisaidie, anayavua na yeye mapete. Sasa yale mapete kampambia nani? Wewe ndio unanunua, mara nyingine unahangaika, anaondoa makeup yote, foundation yote, maji, anakwenda kulala baba. Harusi nyingine hivyo hivyo. Huyu nani? Al-Barraqa. Uso tu wake anamshughulikia mwili wake, lakini hashughuliki na mambo mengine. Mwingine anaitwa Al-Haddaqa. Al-Haddaqa huyu ni mwanamke wa 9. Ni yule ambaye mboni yake, yani macho yake yakiona kitu anakitaka. Chochote akionacho, hajui unazo pesa,
hajui huna uwezo, unao huna, wewe atakwambia tu mimi kitu fulani nakitaka. Mke wangu mimi sina uwezo, mimi siyajui, mimi nimekwambia nataka kitu fulani. Alhaddaq. Na wapo wanawake aina hiyo. Siku nyingine tulipokwenda haji na wenzetu walikuwa wamechukua wake zao, baadhi ya watu, mmoja anasema bwana, haya maduka ya dhahabu hapa mimi sitaki kupita na mke wangu, na tupite huko, maana anajua kipita hapa ambaye hii nataka, na kama hajatoa ile hakulaliki, ananuna mwanamke mwezi mzima kwa sababu amenyimwa anacho kitaka. Ni hatari. Kwa hiyo mwanamke huyo alhadaqa, atakachokiona anakihitaji. Mwanamke wa mwisho anaitwa ashadaqa. Hizi ni sifa 10 mbovu, na mama zetu, dada zetu kama wanazo wazirekebishe. Mtu anaweza kutoka katika hali mpaka katika hali nyingine, na hasa Ramadhani inatufundisha taghyir. Ramadhani ni njia moja ya mtu kubadilika. Silikuwa tunakula sisi mchana kutwa, mbona sasa hatuli? Mungu anatuonyesha kwamba tunaweza kuacha baadhi ya tabia na tukamaintain. Nani ameshikiwa bakora anaambiwa lazima usinywe maji? Hamna. Hakuna mtu ambaye analazimishwa. Ikhlas ni siri hiyo, Mungu ndo anajua kama wewe umefunga au hujafunga. Hakuna mtu anajua. Ni ibada ambayo Mungu anatuona ikhlasi ni kubwa. Hakuna mtu anajua bwana huyu kafunga au huyu hajafunga. Anasema siku moja baba mmoja, yeye ndo ana tasbihi yake sauti kubwa, ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah nasaluka aljanna. Jamani, leo saumu kali na wenzake, lakini Mungu ndo anajua kweli kama kafunga au hajafunga. Lakini yeye kila wakati analia saumu, jamani leo kali kweli kweli. Mara alikuja mtoto wake akamwambia, baba mama anakuambia chakula tayari. Watu wote wakasikia pale mchana wa Ramadhani, kumbe huyu ndo hafungi. Wale watu wanaoje saumu leo kali, kumbe wengine wala hawajafunga. Basi tu hii ni saumu ambayo ni ya mabadiliko, ni sifa. Mungu ndo anajua iwe umefunga au hujafunga, ikhlasi yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ashaddaqa ni mwanamke ambaye hata kuzungumza kwake kwa kiburi. Unajua kuna baadhi ya wanawake wakizungumza, ule mdomo unaona unavyopelekwa juu, ukirudishwa chini, ukipelekwa kushoto, ukienda na kulia. Huyu anataka kusema nini? Kumbe ni neno moja tu, sitaki. Basi neno hilo tu. Sasa hiyo kupeleka mdomo juu, kurudisha chini, kupeleka kulia na kushoto, kumbe alikuwa anataka kusema tu sitaki. Basi. Lakini kwanza mpaka kuonyesha kwamba huyu anaitwa ashaddaqa. Hata akizungumza utafikiri katika mdomo kumejaa kitu, kumbe hamna kitu, mdomo mtupu. Wanawake hawa ni jeuri, wanajiona mutakabbirati, kiburi na vitu kama hivi. Wakiwepo hawa katika majumba, hakikisha hiyo nyumba inakuwa jahannam. Hata kupeleka mbali. Kama una kibiashara chako kiduka kidogo, uwe kitafilisika. Na kama unaahidi yoyote mahala pengine unaahidiwa mambo mazuri, hayatakuwa, sababu hawa wanahakikisha kwamba manufaa yao wao wanapata, lakini wewe wanakumaliza. Na mara nyingine wazazi wao wanawaambia nenda kwa fulani, anazo pesa, hakikisha unamchuna, unaondoka hana kitu. Hakikisha kila kitu unakihodhi mapema. Wazee wako unatuona hali zetu, mafukara hatuna kitu. Yule tajiri, nenda ukachume pale. Fulani miezi 3 tukajenga nyumba kwa wazazi wake. Na wazee wanamwambia, na hao wazee ndio yale maji tuliyosema yanachimbwa katika kisima, chumvi. Iyakum wa khadra ad-diman. Mtume alisema, jilindeni na mboga za jani wakati wa kuoa. Wakauliza ma khadra ad-diman? Sema almar'atu alhasna'u min manbati su. Mwanamke mrembo, lakini mahali anapotoka ni mahali pabaya, mlango wake mbaya. Hiyo ni jahannam, na ndio maana nyumba zinakuwa hazina kheri wala hazina baraka. Watukufu wa Islam, darasa hii ni pana na mtanilia radhi wakati umekuwa mrefu, na kesho insha Allah taala tutaendelea na baiti jannati fi dunya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu wa ya fawza almustaghfirin wa ya najat at-taibin. Allahumma inna natawajjahu ilayka fi hadhihi as-sa'a ولعلها ساعة الإجابة لتيسر علينا أمورنا أمور الدنيا والآخرة واقض جميع حاجاتنا. اللهم حول بيوتنا من جحيم إلى جنات. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام
جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم والعفو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا ومعلمنا محمدا رسول الله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه ربه خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. Watukufu wa Islam, ikiwa tuko katika sehemu ya tatu ya Beiti Jannati na sehemu ya mwisho biidhnillah tabaraka wa taala, tunakutana na baadhi ya solution ambazo zinaweza kuhawilisha na kubadilisha nyumba zetu min jahimin ila janna bifadlillah tabaraka wa taala. Tukitaka Mwenyezi Mungu atubadilishie kero tunazozipata katika majumba yetu ziwe neema, na hiyo inawezekana kwa sababu Allah anasema inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu hawabadilishi watu hali mpaka wenyewe waamue kubadilika. Wakibadilika na Mungu atawabadilisha. Kwa hiyo nastati'u an nughayyir wa nastati'u an nantaqil min su'in ila hasan wa min hasanin ila ahsan. Haya ni mazingira ambayo Mungu ametuwezesha na ametupa silaha za kuweza kuzungumka, kubadilisha na kuzigeuza. Tumepata mikono, tumepata akili, tumepata ilmu, tumepata mawazo, tumepata fikra. Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu an-najdayn. Zote hizi ni silaha Mungu anakupa ujibadilishie mwenyewe hali halisi. Tawfiki inatoka kwake, lakini wewe kuna irada na nguvu ambayo Mwenyezi Mungu amekupa. Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura inna خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. Anaona, anasikia, ni silaha Mungu amekupa. Ukisikia zuri badilisha kwa baya, na ukisikia neema iweke ubadilishe kwa nakama. Hivi vyote ni silaha ambazo Mwenyezi Mungu ametupa. Miongoni mwa mambo yenye kubadilisha nyumba zetu kutoka jahim mpaka janna, tumesema kwamba ni ibada, na unatakiwa ujitahid baadhi ya swala zako za sunna uzisali nyumbani kwako.
uondoke hasa msikitini ukasali nyumbani kwako. Na ndio maana Mtume akasema ij'alu min nasibi salatikum fi buyutikum, zijalieni baadhi ya sala mnazozisali majumbani mwenu. Na akasisitiza akasema la taj'alu buyutakum maqabir. Haya majumba haya mnaona mara nyingine ni majumba, kumbe ni makaburi. Yana wahsha, yana kero, ni moto. Hufra min hufari niran. Mtume asema msiyafanye majumba yenu kuwa makaburi. Fa inna ash-shaytana yafirru min al-bayt alladhi yuqra fiha suratul Baqara. Shetani anakimbia katika nyumba ambayo inasomwa sana suratul Baqara. Kwa hiyo sala, Qur'ani kwa wingi huigeuza nyumba ya Muislamu. Na mara nyingine tasbih kwa pamoja. Kimaliza kusali, imamu, wewe, maamuma, mkeo na watoto. Baadaye dhikri na tasbih kwa pamoja. Baadaye halaqati dhikri, halaqati al-Qur'an. Soma wewe baba Qur'an, mama naye na watoto nao, muwe muna hizbe pale nyumbani, mzunguko. Mnafanya hata kama sio kila siku, labda siku 3 kwa siku, mkiweza kila siku, mkiweza mara moja kwa wiki, na mtakuja kuona neema inabadilisha nakama katika nyumba yenu. Anasoma baba anasikilizwa, anasoma mama anasikilizwa, wanasoma watoto wanasikilizwa, baadaye Qur'ani inatawala, inakuwa nuru katika nyumba ile. Lakini alasaf inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura, watu wameihama Qur'an. Kitu kingine ambacho kitahawilisha majumba yetu katika mazingira hayo ni wewe ndugu yangu Muislamu uchukue nafasi ya mwisho ya kuvumilia misukosuko ya kibinadamu. Na hii ndio sehemu ya mwisho ambayo tunakwenda nayo. Ujipambe na sifa ya subra. Kwa sababu hakuna kiumbe yoyote aliye amekamilika. Al-kamalu lillahi wahda. Kisha wanasema man dha alladhi ma sa'aqat wa man alladhi lahu alhusna faqat. Ni kiumbe gani huyo ambaye hajawahi kukosea hata mara moja? Na ni kiumbe gani huyo ambaye ana mazuri matupu katika maisha yake? Huwezi kupata. Hiyo usione tunazungumzia mke bora ukasema mimi nitapata wapi mke kama huyu? Mke wangu ananikera kila siku. Ukaona kwamba kero ndo zimetawala nyumbani, hakuna jambo lolote lingine la kheri, ukakata tamaa na maisha. Hivi ndivyo binadamu mara nyingi tulivyo. Kwa hiyo unatakiwa ujipambe na sifa ya subra, kuvumilia baadhi ya mambo yalikuwepo pale, huku unatengeza mahala pengine palipoharibika. Wanaume ndo hivyo hivyo na wanawake ndo hivyo hivyo. Wanasema yupo bwana mmoja alichoka na kero za wanawake. Akauliza, ni wapi nitapata mke bora ambaye hatonikera hata chembe? Nitamuoa kwa mahari thamani yoyote. Wakamwambia twende tukupeleke kwa shekhe, atakutafutia labda mke bora. Kafika kwa shekhe, shekhe akamwambia unataka nini? Akamwambia nataka mke ambaye super, hatonikera abadan katika maisha yangu. Shekhe akamwambia njoo baada ya siku 3. Akamwambia nitapata shekhe? Akamwambia wewe njoo baada ya siku 3. Baada ya siku 3 amerudi, anambia vipi shekhe? Anambia tayari amepatikana. Naam. Kiasi gani mahari yake? Anaona matatizo yangu yote yamekwisha. Yuko wapi? Shekhe anambia yuko peponi. Shekhe yuko wapi? Yuko peponi. Peponi vipi? Na mimi nataka mke hapa duniani. Kaambia wewe, maana mke unayemtaka wewe hapa duniani hamna. Hakukiri hata kidogo, labda peponi. Kwa hiyo kama unataka tukuchukulie huko, hapa duniani hakuna. Wote ndio hivyo hivyo. Hata kukera hivi kidogo, hata kunyukua hivi kidogo, na wivu kidogo, hayo mambo yatakuwepo. Tukizungumza kero za wanawake au wanaume, usidhani kwamba wewe utaishi basi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hakuna kitu chochote ambacho kitakukera katika maisha ya zawjia. Ndio maana Mtume akasema katika hadithi, istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dhala wa inna a'waja shay'in fi dhil'i a'la in dhahabta tuqimuha kasartaha wa in taraktaha la zalat a'waj fastausu bin nisa'i khaira. Anasema tafuteni nasaha, tafuteni wasia, tafuteni
advisor kwa watu waliokaa vizuri na wake zao. Ukitaka kuoa, usiende kuoa tu moja kwa moja. Mtafute mtu ambaye tayari ameshaoa, muulize, hebu nieleze habari ya safari hii ya ndoa iko vipi? Atakwambia, ndugu yangu, mke ana mazuri yake, ana machungu yake, mambo mengine mabaya, mambo mengine yastahimilie, mambo mengine ya kibinadamu. Atakupa nasaha. Ndio utlubu nasihata min ba'dikum ba'da. Ndio maana istausu min nisa'i khaira. Kwa nini? Fa innahunna khuliqna min dhila'in. Kwa sababu wanawake wameumbwa kutokamana na ubavu. Mbavu ukizitizama, angalia picha ya inaitwaje, X-ray, utakuta mbavu zimepinda hivi. Ndio Mtume anachokizungumza, ndicho anachokizungumza. Kama hujawahi kuziona mbavu live, angalia picha tu X-ray, utakuta zimekwenda hivi alafu zimefunika. Sasa hapa kuna tashbih ya aina yake. Mtume anafananisha mke na mbavu. Sasa miongoni mwa sifa ya mbavu, vile ilivyo imekusanya kitu muhimu, mapafu, na vile ilivyo kwamba imekunjika vile, ndio wewe unapata nafasi ya kupumua vizuri. Otherwise ingekuwa iko sawa hivi, hata mapafu yangekuwa hayana nafasi. Lakini kile chombo kilivyokuwa kimezunguka vile, ndio na wewe unapata nafasi. Kwa hiyo mwanamke naye pia ana nafasi nzuri ya kukufanya wewe unapumua vyema. Sisi wengine hatuna raha kama hatuna wake zetu karibu, kwa sababu yeye ni msaada mkubwa na ushahidi kamili. Muangalieni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa Makka, kila kitu kilikwenda smooth kwa sababu Khadija yuko pembeni. Bwana mmoja aliulizwa, ulifikafikaje hapa wewe, manufaa maendeleo makubwa? Akasema, alfadlu kullu alfadli yaudu ila zawjati, khairi zote zinarudi kwa Allah taban, na baadaye kwa mke wangu. Nimefika hapa kwa msaada wake. Naam, behind every successful man there is a woman. Wanasema kila mtu aliyofanikiwa sana nyuma yake kuna mwanamke. Huyu mtu baada ya muda alianguka, akavurugika, akaporomoka, ufisadi, akaulizwa pia, ulifikafikaje sasa katika maangamivu haya? Akasema, al-la'na kullu la'na ta'udu ila zawjati, laana zote zinarudi kwake, kama vile ambavyo khairi zinarudi kwake, na maharibiko yangu pia ni kwa sababu yake. Sasa Bwana Mtume, tizama alivyofaulu katika da'wa. Siku moja anaonekana mwanamke huyu anakuja, Rasulullah akaonekana anaacha kila mtu, anakwenda kumpokea yule mwanamke. Bibi Aisha akawa anamtizama vizuri mumewe anachokifanya. Mbona anaacha watu anakwenda kumpokea mwanamke, tena mzee, mtu mzima? Ni nani? Bibi Aisha akachunguza, anaona Mtume amekaa na yule mwanamke, wanazungumza vizuri, wanaulizana, wanafurahi. Kafika akamuuliza, ya Rasulullah, man hadhihi allati tukallimuka? Tizama na huo wivu. Yule mwanamke kizere, lakini mbele ya wivu hakuna kizere wala mtoto kwa wanawake. Imam Shafi alipofika Misri, aliona mtu mbele ya River Nile anaghani mashairi. Mashairi yake anamsifu mwanamke kizere, mtu mzima. Katika madhhabi yake mtu mzima alikuwa hakutangui udhu ukimgusa alipokuwa Baghdad. Sasa alipofika Misri akaona mtu anaimba, anaghani, anatoa mashairi, anamsifu mwanamke kizere. Akasema, kuanzia leo mwanamke kizere pia atabadilisha udhu. Sababu kuna watu wengine wanawapenda, hataki msichana, anataka yule mtu mzima alokuwa meno pia ameanza kutoka, sema huyu ndo mzuri, basi huyo pia anatangua udhu. Sasa katika madhhabi tabat, basi anamwambia, man hadhihi allati tukallimuka ya Rasulullah, ni nani huyu unaongea naye? Akamwambia, hiya sadiqatu Khadija, huyu ni shoga wa Khadija, yani rafiki. Naam, ni yeye na Khadija. Wakati huo zamani Bi Khadija ameshafariki. Khadija alifariki kabla ya Mtume kuhama kwenda Madina. Na katika mwanamke aliyobahatika akabashiriwa mpaka pepo. Jibril alikuja akamwambia, bashir Khadija bi baitin fil janna la ta'ab wala nasab, baitun min qasab. Ya Rasulullah, mbashirie Khadija amejengewa nyumba ya lulu peponi, hakuna shida, hakuna kero yoyote. Kabashiriwa. Na Khadija ni yule ambaye hakusali wala hakutoa zaka, kwa sababu hizi zote zilifaradhiwa Mtume alipokuja zake wapi? Madina.
hakusali faradhi, hakutoa zaka, wala hakuhiji, wala hakufunga. Katika ibada hizi zimefaradhiwa, yeye amekufa huku zamani mtume wala hajafika zake wapi? Madinatul Munawwara. Na faradhi nyingi zimefaradhiwa katika mwaka wa pili Hijria. Labda sala ilipokuwa kuna ikhtilafu kwamba ilikuwa kabla ya kuhama kwenda zake wapi? Madina. Kabla. Basi hiyo ibada moja pekee yake, swala. Kwa ajili hiyo basi angalia kazi aliyoifanya kubwa ni kumlea mtume na kumsupport katika risala na kumpa utulivu wa kufanya mambo yake vyema. Leo bibi Aisha anamuuliza huyu nani? Kaambia sahibatu Khadija, shoga yake Khadija. Kaambia Rasulullah, mpaka leo bado hata shoga zake Khadija unawapa heshima kiasi hiki, na wakati Mungu amekupa binti mdogo kama mimi, mwari bikra wa pekee umemuoa. Khadija alikuwa ni mwanamke hata meno hana, humru shadaqaini, yani mdomo wake umekuwa mwekundu kwa sababu ile ya utu uzima, na bado anamtajataja. Rasulullah akasema la, Mungu hajanipa bora kuliko Khadija. Laqad amanat bi yawma kafara an-nas. Akahesabu, tazama alihesabu nini? Aliniamini siku ambayo watu walinikufuru. Wa a'tatni malaha yawma haramani an-nas. Alinipa mali yake, watu walininyima mali zao. Warazaqani Allahu minha auladan. Mungu amenipa watoto kutoka kwake, sijapata kwa mtu yoyote mwingine. Huyu ni Khadija. Akanipa utulivu katika maisha nikaweza kufanya da'wa. Tazama anaingia sema zammiluni zammiluni. Qala inna Allah la yukhzika abadan innaka la tasilu ar-rahim wa tukri ad-dayf wa taksibu al-ma'dum. Wewe Muhammad huwezi kufedheshwa. Khadija anamwambia mtume psychologically anapoa. Ni mwanamke huyo. Basi anambia usimtaje tena Khadija kwa ubaya. Lakini mtume ali-explain, alifafanua huyu ni nani na kwa nini amempa heshima ile. Sasa wanawake unaweza kutokea mambo kama hayo. Akikuuliza mke wako, leo nimepita dukani nimemwona mwanamke pale anazungumza na wewe. Yule alikuwa nani? Siombea mwanamke wewe umezidi. Mimi niko biashara. Mueleze yule ni customer anakuja kununua ni hivi na hivi, apate kufahamu. Mtume anaulizwa na yeye ana explain yule ni kadha kadha. Itakuwa mimi na wewe lazima tuwe tunaufahamu ule wivu wa wanawake. Siku nyingine kulitokea kitu kikubwa zaidi ya hicho. Mtume yuko katika majumba ya wake zake, mara ikaja sahani ya chakula kutoka kwa mke wake mwingine. Sasa mke wake pale ndani akaona mtumishi anaingia na chombo cha chakula, akauliza nini? Mkewe mtume, kama chakula kimetumwa na bibi fulani. Basi akampiga mkono, ile sahani ikadondoka, chakula kikaanguka chini. Watu wakashangaa, huyu anafanya hivi na mtume yupo? Wivu umemchukua. Mwanamke huyu, mume wangu yuko huku, yeye ndo anajitia anajua kupika zaidi, analeta chakula huku. Ni kitu cha wivu kinampata mwanamke yoyote. Lakini Rasulullah akainama, akaokota kile chakula, akaitisha sahani nyingine. Tizama kwa upole kabisa. Akakitia kile chakula katika sahani nyingine, ile sahani iliyovunjika akaikusanya, akaireplace na sahani mpya, akampa yule arudishe kule ambako imetoka. Kisha akatizama, wale sahaba walikuwa wanatizama kwa mshangao, atafanywa nini huyu? Akasema gharat ummukum, mama yenu ameona wivu tu, hicho ni kitu cha kawaida. Akapisha likapita bardan wa salam. Sisi tunawatandika wake zetu wakifanya bakora. Gharat ummuhu, ni wivu wa mama yenu. Basi amestahimili Rasulullah. Ni mambo yanatokea hayo. Hiyo mambo ya wivu, mambo ya tabia kidogo kasoro hizi tuzifungie macho, kwa sababu mtume anasema wameumbwa kutokamana na ubavu. Sababu ubavu ni pale Nabii Adam alipokuwa amelala. Baada ya kulala akiamka anamuona mwanamke pembeni. Akamuuliza malaika kumuuliza Adam, man hadhihi? Akamwambia mraa. Masmuha? Akamwambia Hawa. Akamuuliza ya Hawa, limadha khuliqti? Kama li askun ili taskuna ilayya. Huyu nani? Huyu ni Hawa. Kwa nini Hawa? Kwa sababu ameumbwa na chombo kilichokuwa hai. Ameumbwa kutokamana na ubavu. Hizi mbavu ndizo zilizomtoa mwanamke. Kwa hiyo ukitaka kumrekebisha awe atasimama wima, mbavu haiwezi kusimama wima ikawa moja kwa moja kama alif au moja. Lazima itapinda. Na ukiwa lazima unataka iwe sawa, utaivunja. Kwa hiyo mke wangu mimi nitahakikisha ninamnyorosha, matabia haya asiwe nayo. Basi ndio ujue unavunja hapo. Kwa sababu ni ubavu ule.
Kisha anasema wakasruha, na kuivunja kwake, talaquha, ni kumpa talaka. Hakuna kitu anakisherehekea Ibilisi kama talaka, kwa sababu hili jambo la ndoa ni zito ndugu yangu, na hakuna mahali katika Qur'an imetajwa mithaqun ghalidh, heavy contract, isipokuwa katika risala na katika ndoa. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu shay'a atakhudhunahu buhtanan wa ithman mubina wa kayfa ta'khudhunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mithaqan ghalidha. Kwa hiyo stahimili baadhi ya vitu, kwa sababu hasira na wivu ni tabia ambayo haiwezi kuondoka kwa wanawake. Huyu hapa Bibi Aisha anamwambia, bado unamkumbuka tu Khadija wakati alikuwa mtu mzima, na sasa hivi mimi msichana mwari mdogo mdogo utosheki na mie, na Khadija ameshafariki zamani. Nasema wallahi hajanipa Mwenyezi Mungu bora kuliko Khadija. Mpaka siku wanawake waliuliza swali, mashekhe nyie, mbona kila siku mnasema mnafuata sunna za Mtume? Mbona Mtume alimoa Khadija akiwa na umri wa miaka 40 na yeye ana miaka 25? Mbona sunna hii kwanza hamuifuati? Alafu Mtume hajaoa mke mwingine kwa Khadija bintu Khuwailid mpaka alipokufa Bibi Khadija, ndipo alipoanza kutafuta tena mke mwingine. Kwa nini sunna ya kukaa na mke mmoja tu miaka 25 hamna? Robo wa karne Mtume alimwona miaka 25 ya umri wake, akakaa na miaka 25 na Bibi Khadija, aishatan radiyatan la tasma'u fiha laghiya. Kwa nini nyie mkioa hamkai angalau miaka 25 alafu baadaye kama kuongeza mke mwingine baada ya miaka 25? Ikawa sunna sambamba kabisa. Mnaoa leo, kesho chuo cha pili, kesho kutwa mwingine wa tatu, hiyo ndo sunna. Lakini wanamjua Khadija, hasa wanayemzungumza Khadija ni yule ambaye hakumkera Mtume. Sasa haya makero tunayoyazungumza kwa wake zetu hawa, lakini anasema Mtume aliishi na Bibi Khadija, hakuna kero hata kidogo. Na hata alipokufa aliulizwa, limadha la tatazawwaj ya Rasulullah, mbona uoi? Anasema man mithlu Khadija, yuko wapi kama Khadija? Nani unafikiri anaweza kuja akavaa viatu vyake vikatoshea Khadija bintu Khuwailid? Hakuna. Na hata hao wengine, ndio maana alikuwa Mtume anawaambia msimtaje kwa ubaya, na yeye ameshafariki zamani. Ametoka Mtume Makka, amekwenda Madina, amerudi tena Makka mwaka wa 8 Hijria kwa fathi Makka. Akifika pale nyumba yake kila mahali hakuna tena, anaulizwa utashukia wapi? Rasulullah anasema nijengeni hema pembeni ya kaburi ya Khadija. Anakaa pale, anarudisha kaseti ya maisha yake nyuma, anakumbuka alivyokuwa akiishi na mwanamke huyu ambaye alihami Uislamu, akahami na risala na activities na shatati da'wiyya za Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Bashir Khadijata bibaitin fil janna min qasab la ta'ab wala nasab, mbashirie Khadija kwamba nyumba inamsubiri peponi. Na sio Khadija tu, mwanamke yoyote akiwa na radhi na mumewe, ayyuma mraa matat wa zawjuha anha radin dakhalat aljanna. Mtume anasema mwanamke yoyote atakapokufa na mumewe yuko radhi naye, huyo mwanamke anaingia peponi. Na kuna mambo haya akiyafanya mwanamke anakwenda peponi. Idha sallat almar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha yawm alqiyamah udkhuli aljannata min ayi abwabiha thamaniyati shi'ta. Akisali sala zake 5, akifunga mwezi wake wa Ramadhani, akihifadhi heshima yake, akimtii mume wake, anaambiwa ingia peponi kwa mlango wowote utakaopenda. Ridha ya mume ni kubwa sana kwa wanawake, na ni jihad. Aliwaambia jihadu kunna ta'atu kunna li azwajikum, jihadi yenu nyewe wanawake ni taa ya kukaa vizuri na waume zenu. Hii yote anayetangaza Mtume kuthibitisha kwamba hayo majumba yanachukua nafasi nzuri ya utulivu. Hiyo ni jihad kubwa. Akihifadhi utupu wake, akihifadhi taa ya mumewe, akisali sala zake 5, akifanya na hayo mambo tuliyoyataja 4, milango ya pepo 8 yote inaambiwa chagua unataka upi, ingia. Lakini yote ni makubwa. Swala ni nzito, saumu ni nzito, kuhifadhi heshima ya mume ni nzito, kujiheshimu mwanamke ni nzito, lakini kwa wengine ni mambo mepesi. Tuseme yule mwanamke aliyeolewa baada ya muda mumewe akafariki,
Alipofariki mumewe, akarudi kwa wazazi wake baada ya eda. Akaja mtu mwingine kumposa, akawaambia wazazi wake, mimi ninaposwa, lakini mwambieni mume wangu anamtarajiwa, anataka kunioa, mimi bado mwari, mimi bado sijaguswa. Wazee wakashangaa, kwa nini na mumewe alikufa? Tulikuozesha. Asema mie nilipofika mume wangu alikuwa mgonjwa, nikashukia kuuguza, yale mambo ya mke na mume hayakutendeka, nikakaa pale kwa muda wote nikimuuguza mume wangu mpaka amekufa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Na amekaa eda kwa sababu sheria inamruhusu akae eda baada ya kufa mumewe, hata kama hakukuwa na maingiliano atakaa eda. Lakini talaka ya kuachwa kama hajaingiliwa na mume inakuwa hakai eda. Ya ayyuhalladhina amanu idha nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhin min iddatin ta'tadduna. Hii eda ya talaka hakuna kama hakuwa na maingiliano. Eda ya kifo hata isiwepo maingiliano yale ya kawaida, eda ya miezi 4 na siku 10 itakuwepo. Kwa hiyo nimeuguza mpaka mume nimemzika, nimerudi, sasa ananioa mwingine, ina maana mie ndo mwanzo. Allahu akbar. Mume yule alipotaka kuja kuoa akaelezwa, bwana, unajua mke wako ndo chuo cha mwanzo hiki. Ndio ndoa ya mwanzo vipi? Si aliolewa na bwana fulani akafariki? Asi tunakuambia hivyo, basi si hatujui. Yule mwana akawa na hamu ya kujua haya mambo vipi, lakini siku anaingia ndani kweli baada ya harusi akampata mkewe mzima, hakuwa ni mwenye, yani alikuwa msichana bado, mambo yale ndo anayaona mwanzo. Yule bwana hajakubali, akaondoka akaenda kwa wazee wake na mazawadi chungu nzima. Akaenda anamwambia, baba mkwe, vua kilemba hicho, chukua kilemba hichi kipya, kanzu hiyo vua, chukua kanzu hii mpya, na zawadi hizi nyingine, kwa kumlea vyema mtoto wenu. Kweli nimempata katika hali ya ujari, bado ni mwari kabisa, hajaguswa. Sasa nieleze mke wangu ilikuwaje? Ndo akaeleza, nimempata mume wangu aliyenioa mgonjwa, hakuweza na amestahimili. Hawa na wake wetu hawa waje wakukute mgonjwa hivyo alafu akae tu. Wakwambia, babu we, mimi sikuja kuuguza hapa kwa heri naenda zangu Tena hawala mara nyingine hakuwaji, anakwenda kule anambia mchukueni wenyewe. Mimi naenda, mimi kuna mambo nayakosa bwana. Lakini yule alifanya subra, na Mungu anayesubiri kwa Mungu hakosi. Akasubiri, akamhitimisha, ameenda kuolewa kwingine. Nurun ala nur. Hawa wanawake walileleka wakalelewa vizuri. Kwa hiyo kama kutakuwa na tafsiri kwao, tujue kwamba wameumbwa kutokamana na ubavu. Na ubavu huwa umepinda. Na kupinda kwa ubavu hauwezi kukaa sawa, na kukaa sawa kwake tukikulazimisha tutavunja. Fastausu bin nisa'i khaira. Miongoni mwa mambo ambayo unaweza kuharibu mwanamke huyu katika mambo ambayo hawezi kustahimilia ni kuona kwamba wewe humpi yeye amani katika nyumba. Na amani inapatikana baada ya kuona yeye ana thamani kwako. Ikiwa atahisi kwamba hii thamani yangu mimi kwa mume wangu ipo, hapo mwanamke anaweza kwenda extra mile. Wanasema yuko tayari kusafiri zaidi ya maili zinazohitajika kwa ajili yako wewe, kukuridhisha wewe. Lakini ikiwa wewe ameshaona ile amani kwamba haipo, na yeye yupo tu pale kwa mtu ambaye hamthamini, ndio maana tunasikia mara nyingine watu wamekimbizana. Wamekaa hajaridhika na mumewe amekimbia, au hajaridhika na mkewe kamwacha, kwa sababu ile amani na imani, confidence ya maisha imekosekana. Kwa hiyo na vile vinavyokosesha confidence mara nyingine ni vijikosa vidogo vidogo ambavyo kumbe ni vya kawaida, vya wivu. Kwa nini unatoka? Kwa nini unaenda? Kwa nini unarudi? Mbona unachelewa? Hivi vitu mwanamke akiviuliza mwanamume mara nyingine vinamkera. Mimi nakutafutia wewe riziki, kwa nini nisitoke? Mimi unaniacha peke yangu. Na mara nyingine ni kweli. Mimi nimehukumu baadhi ya kesi, mwanamume anatoka anarudi saa 5 usiku, akirudi amechoka,
shughuli zake zote. Nauliza, sasa kosa lako nini wewe? Anasema mume wangu hanipi time ya kukaa naye muda mrefu. Yeye anasema first priority yake ni kazi yake, na anamwambia sasa, mimi kitu changu cha mwanzo, my work should come first, kazi yangu inakuja namba moja, alafu namba mbili wewe. Mke wake ndo anakuja namba mbili. Huyu anakosea, kwa sababu huyu ni ghali kuliko kazi, kuliko kila kitu kingine katika maisha yake. Mwingine anamwambia, mimi kwenye kampani yangu nasikilizwa na wafanyikazi wangu wananiheshimu, wewe ni nani hutaki kuniheshimu? Anamwambia mke wake. Mke wake anamjibu, anamwambia, mimi ni bora kuliko hao wafanyikazi wako wote huko hotelini au kwenye kampani. Na ni kweli, huwezi kukompea wafanyikazi wako unavyoamrisha kule, wakikutii, wakikusikiliza, wanakwenda mbio, na utake pale nyumbani na mkeo naye awe hivyo hivyo. Huyu sio mfanyakazi, wala huyu sio kwamba yuko pale kwa sababu ya kusubiri mshahara. Yule yuko pale kwa sababu ya kukupa wewe utulivu na wewe utulie kwake. Na kuna haki inaitwa haqqun mushtarakun bainakuma, haki ambayo mnachangia, mnashirikiana, nyote mnapaswa kupeana. Kwa sababu kuna haki nyingine zinakupasa wewe peke yako na nyingine zinampasa yeye peke yake azitende. Wewe ni lazima umlishe, yeye si lazima akulishe. Wewe ni lazima umweke katika nyumba, yeye si lazima, na akifanya hiyo anafanya kwa ihsan. Wewe ni lazima umvishe, yeye si lazima akuvishe wewe. Hii ni haki yako wewe kumtendea yeye, na yeye ni haki yako wewe vile vile ya kushirikiana zile starehe na kupeana upendo na kupeana imani, na kila mmoja kuona mwenzake anapendeza. Hizi zote ni haqqun mushtarak. Ndio maana Sayyidina Abdullah ibn Abbas anafunga kilemba chake vizuri, anapotoka msikitini anaulizwa, mbona unajipamba pamba? Anasema, napenda nyumbani nikiingia waone napendeza, kama vile mimi nikiingia ni waone wao wanapendeza. Kwa sababu gani? Allah anasema, walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, na wao vile vile wana haki ile ambayo nyie mna haki ya kuwatendea au ya wao kuwafanyia. Kwa hiyo Allah subira katika yale madogo ambayo yanataksiri katika majumba. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alitufundisha akasema, kumwambia Aisha siku moja, mimi ninajua wakati gani Aisha umekasirika na ninajua wakati gani umefurahi. Hiyo ni kusema kwamba mume anatakiwa awe anamsoma mke wake, anajua wakati gani ana furaha ili aizidishe furaha, na ajue wakati gani amenuna amekasirika ili atafute njia za kumliwaza. Sasa Mtume anamwambia, a'lamu ghadabaki min ridaki, nazijua radhi zako ziko vipi na hasira zako pia nazijua. Taba sasa leo fulani leo vile alivyo amekasirika, anakujua, usimguse. Na hiyo tunajuana hata watu wa kawaida. Sasa leo bosi namuona akamatiki leo, usimwambie kitu pale, kilichokuwa karibu atakurembea, atakupiga nacho, mwachie. Lakini siku ya leo unaweza kumwambia kitu, na huyo sio mkeo, ni mfanya kazi wako tu, lakini anakujua. Sasa mkeo pia anakujua. Sasa Mtume anamwambia Aisha, mimi nakutambua ukiwa radhi, nakutambua ukikasirika. Bi Aisha akacheka akamwambia, niambie nikiwa radhi nakuaje na nikiwa nimekuwa ghadhab na asema, ukiwa radhi unasema asema wa rabbi Muhammad, ukiwa na furaha sasa wa rabbi Muhammad, kiapo chako unamtaja Allah aliyemuumba Muhammad, mimi mumeo anamtaja. Lakini ukikasiri kwa sababu wa rabbi Ibrahim, hata jina langu hulitaji. Hayo kawaida. Bibi Aisha akasema, naam kweli ya Rasulullah, inma ahjuru ismak, huwa ile jina hata sitakutaja nalihama. Ingekuwa mimi nakwambia basi ushakufuru, hutaki hata kunitaja, na mimi ni mtume. Akimtume sasa najua anamchukulia kwamba ndio mambo ya kiki haya. Angalia siku nyingine Mtume anafungua mlango pole pole, anatoka katika nyumba ili asimuone bibi Aisha, anakwenda zake nje pole pole. Bibi Aisha kumbe anaona, anafungua jicho moja, anamuona huyu anayeyuka. Anasema nikawa na fikra kwamba anaenda kwa wake zake wengine, wakati siku ya zamu yangu mimi sijakubali, nikaona lazima nimfuatilie. Amenyanyuka Rasulullah, ametoka, bibi Aisha akamsubiri kama dakika 2-3, na yeye akatoka nyuma yake, ili sasa anakwenda na yeye anakwenda nyuma yake, akikuna hivi na yeye yapita mpaka Mtume kumbe anaenda zake makaburini, katika makaburi ya Baqi. Bibi Aisha akachungulia na mkuta akasimama anastaghfir.
assalamu alaikum ya ahla alqubur, asalullah li wa lakum alafiya. Kazi ile tu mwenyewe anajiambia katika nafsi, mwenyewe kumbe yuko katika mambo yake ya dini, mimi na mawivu yangu yananiua. Anamtizama, alipoona anageuka karudi haraka mbio. Bibi Aisha huyo mpaka nyumbani kafungwa mlango, kajibuga nguo huko anahema. Ile ukikimbia lazima unahema. Rasulullah anakuja naye akamjua kwamba mbona una wasiwasi, mimi sikwenda kwa Asia kwa Hafsa wala nani, nenda makaburini. Mke wangu, vitu kama hivi vinatokea. Mara nyingine unakuta huku barabarani unamuona mtu mwanamume anakwenda nyuma, kuna mwanamke anamfuatilia, anamtisa anamuona akipinda naye anapinda, akipinda anakwenda, kumbe mtu na mumewe anataka kuona tu anakwenda wapi. Sasa akitokea hayo, huyo ndo anakupenda huyo. Wasirudi ukamvuruga ukampiga makofi, mwambie tu mimi siwezi kuoa mke mwingine zaidi yako, mimi nakupenda wewe unanikinaisha. Na hizo ahadi unazozitoa utimize, sio kwamba unasema tu ovyo. Na mwanamke akijua kwamba hatoachwa na mumewe anapata faraja. Ile hadithi ya Zar'i, yule mama Zar'i alisema, baada ya mume wangu ananipamba, nakula chakula kizuri, ananipa furaha. Lakini alisema siku moja mumewe huyo alitoka ameghadhibika, nyumbani wamekosana, akaenda akaposa mke mwingine, akaoa mwingine. Aliporudi akamwacha huyu mkewe alikuwa wa Abu Zar'i, kampa talaka. Baada ya kumpa talaka, akaenda huyu mke akaolewa na bwana mwingine. Basi anasema yule bwana aliyemuoa, ukarimu aliokuwa nao na fedha alikuwa nazo, lakini hakuwa akifikia hata kijiko cha mumewe yule wa kwanza katika khairi zilizokuwa akifanyiwa. Basi ilikuwa kila siku anatamani kurudi katika himaya ya mumewe wa mwanzo. Anasema hawezi kufikia mara nyingine, na hii ndio matatizo ya wanawake au wanaume waliotoka kuoa wake wengine. Ndio pale wengine wakawaambia, mimi nikipewa 300,000, 400,000, mimi nikipelekwa wapi, nitoka out safari nini, na wewe huwezi. Maskini inakuwa tabu, inakuwa kasheshe, inakuwa matatizo. Lakini Mungu akikujalia ukipata mke mzuri aliyekuwa anakinai, inakuwa matatizo yale hayapo. Kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baada ya pale akamwambia bibi Aisha, ya Aisha, unajua nikwambie, mimi na wewe ni kama Abu Zar'i na Ummu Zar'i. Yani hawa watu walikuwa wakipendana, wakimiminiana sifa na utulivu, isipokuwa kitu ambacho mimi sitofanya yeye alifanya. Yeye alimwacha mkewe, mimi sitomwacha mke wangu, yani sikuachi mimi wewe. Basi mke akisikia hivyo anapata confidence kwamba kwa haniachi. Lakini kila siku naambia, mimi iko siku hapa nitakutwanga talaka wewe, utarudi kwenu wewe. Mwanamke hana tena amani, unajua anytime anaweza kuniacha. Hili neno lisitumike sana katika majumba, kwa sababu linabadilisha, inakuwa jahimu. Kwa hiyo dhiki, matatizo, mawivu ni vitu vya kawaida katika majumba, na hakuna kiongozi yoyote wa dini, hata mtume ambaye aliepukana na haya. Mpaka Suratu Tahrim ni shahidi wa hayo yote, ambayo mtume alifikia kuharamisha baadhi ya vitu vya halali kwa ajili ya misukosuko ya kinyumba. Kwa ajili hiyo basi tunapaswa kusoma Suratu Tahrim tuone hawa walikuwa wake zake mtume, na mtume mwisho ilifika hadi akamwambia, in tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma wa in tadhahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika dhahir. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khayran minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin tayyibatin wa abkara. Hizi zote ni kwa sababu walimtikisa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mara nyingine walikaa hasa wakamwambia, tunataka dhahabu, tunataka hariri, tutafutie na sisi tupate hizo. Mtume akakaa amehuzunika. Amekuja Abu Bakar na Umar, una nini ya Rasulullah? Mtume anambia, wala nisa'i talibnani ala alhariri wa dhahab, wake zangu wanataka hariri na dhahab na mimi sina. Umar akasema, ni yuko wapi Hafsa? Hafsa ndo binti yake. Kakimbia kwa Hafsa, mkamati, wewe unamwambia mtume unataka hariri na dhahab, naye hana, maana ni binti yake. Bibi Hafsa kushika shingo, anaanza kumzungusha. Abu Bakr, yuko wapi Aisha? Anamkamata Aisha, kakimbia nyuma ya mgongo wa mtume.
Tena mtu ananiambia usimpige mke wangu, usimpige mke wangu. Allah, ingekuwa mimi sasa twanga. Maana wao ndo, lakini yeye ndo anakosea, alafu anajihami katika mgongo wa Mtume. Nasema mke wangu usimguse mke. Baadaye zimeshuka aya za khiyar maarufu katika suratul Ahzab. Ya ayuha nabii qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayn umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad dar al-akhirah fa inna Allah qad a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Waulize wake zako, ikiwa wanataka dunia tutawapa, ikiwa wanamtaka Mungu na mtume na pepo tumewaandalia makubwa. Wakaulizwa mmoja mmoja, unamtaka Mungu na mtume au harir na dhahab? Akasema ya Rasulullah, atukhayyiruni ala Allah wa rasulihi wad dar al-akhirah wal harir wal dhahab laqad ikhtartu Allah wa rasulahu wad dar al-akhirah. Mifano hii ni mingi, imejaa, akikuonyesha mwanamke naye ule ujana jike wake huenda pia ukakoroga ile nyumba, lakini tahalla bisabr, chukua subra. Khair qudwa ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misukosuko haitokosa, na mtu atakayedhania kwamba nyumba hakuna misukosuko, huyo anaota ndoto tena asubuhi, na anatakiwa achukue sifa ya subra. Mtizame imamu msikitini aliwauliza wasalina wake, ni nani ambaye anaishi na mumewe hajakerwa hata siku moja na mke wake nyumbani? Na yule ambaye amekerwa na mkewe, kila mmoja asisimame wima, msikiti mzima kama nyie hapo wakainuka. Ina maana ndo wote, mpaka imamu mwenyewe yeye anatoa mawaidha lakini pia anakerwa akasimama. Yupo mmoja hajasimama, kakaa kitako, wenzake wakamhusudu kabla hajasema, mwenzetu ana mke wa peponi, hajakerwa hata siku moja, alhamdulillah, huyo ndo nyumba pepo. Lakini kwa nini hujanyanyuka? Akasema mke wangu alinipiga mpaka mguu amenipa. Sasa ningekuwa mwanzo mimi kusimama, lakini mguu haufanyi kazi ule. Kipigo alichopata kutoka kwa mke wake. Sasa hivi vitu vipo, hivi vitu havitoacha kuwepo. Kwa hiyo visitupelekee tukaona wanawake hawa hawafai kabisa. Kuna wengine wanatukera lakini ndio wazuri, na zile kero lazima ziwepo. Kwa hiyo istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dhal'a wa inna a'waja shay'in fi dhilli a'la in dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha fastausu bin nisa'i khaira fa in istamta'tum biha istamta'tum biha wa la zalat a'waj. Mnastarehe nacho lakini kimepinda. Kwa hiyo mnakibembeleza, mnakipapasa, mnakifanyia subra ili kipate kuwa katika maisha yenu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Unaangalia Al Khair Online TV.